Process ya addiction haikuangi rahisi hata kidogo. Ukianza unakuanga uko sawa, lakini kuna time inafikaga unaanza kuibia watu wenyu, trust inaisha, unafika mahali umeibia majirani karibu wote, so inabidi umeondokea. There was this time niliintroduciwa tao na dem fulani alikuwa neighbor. Kadem kadogo kunishinda, lakini all the time tukienda grau alikuwa kanakujanga na pesa, hazikai pesa. Kamedenga na kako na pesa. So nikakaulizanga siku moja, aje kwani wapi unaendanga? Kaniambia leo enda ujipange. Ukuje masaa ya saa 1 saa 2 roka ndakupeleka mahali napatanga pesa. Nikakafuatanga nikaenda tao. Siku ya kwanza nikapata sijui 300, ya pili dhao, ya tatu hivyo nikaenda nikiendanga nikakuwa mwenyeji. Kukuwa mwenyeji, hiyo time nilikuwa at least nalipa guest. Ama napata mtu wa kulala na yeye guest. Asubuhi nikiamka naenda navuta, natafuta pesa ingine before jioni ifike nalipa guest ingine. Hiyo ndio ikakuwa trend. Lakini kuna time ilifika nikashindwa kulipa hata hiyo guest. After kushindwa kulipa nilianza kukaanga kwa streets. Nakaa chini mara ya kwanza nainama hivi. Nalala kwa usingizi kwa kuinama juu. I'm too proud kulala kwa hizo floor au watu wanalala. Naona niko special, naona sijui aje najibeba ka design kengine. Vile tu sisi wote ukiwa junkie, ukianza unajifanya fanyaga vile wewe ni special, hauwezi lala chini. Lakini kuna time ilifika hata kuoga ikakuwa ni stress. Time ikafika hata kulala na lalanga hapo. Kwa beshte yangu mwingine marehemu alikuwa anaitwa Wairimu. Nilikuwa nalala hapo na yeye mahali analalanga. Alikuwa anauza staff. So kuna time akilemewa nilikuwa namsaidianga kuuza. Mwenye staff akikuja hapo tao audio ananipatia ka staff ama tuwili hivyo. Sasa ikakuwa ni trend na mkalishaga napewa. Na naendanga bado kwa road. There was this mama alikuwa anauza mukimo. Niyo mama alikuwa ananijua from Tendero. Mama vile alinionaga hapo akikuja kuuzia majanki mukimo alikuwa anauza huko akimaliza. Kenya kanabaki anakuja kuletea majanki. Hapo anauza half price. Kama ukimoe na alikuwa ameipika 6 ya asubuhi. Saa hizo hata iko karibu kuganda na ni baridi. Najua atawauzia half price mtaibai tu. Hiyo mama akanijaza Dendero mzima. Jambi amekuwa chokora. Analala kwa streets this. Kuna this mama who was very happy to hear the story. And she called my sister heartlessly. Akamwambia, "Oi, acha nikwambie. Si muende sister yenyu kwa streets na amekuwa chokora before it is too late." She said that laughing. Na hata kutaka kujali feelings za sistangu vile sistangu atafeel. At the end of the day anaona ako sawa. By then mtoto wake alikuwa ako sawa, ako sober. Addiction ni ugonjwa ingine. Hata kama kwenyu mko sober the whole family, usitekelee mtoto wa neighbor. Don't. Usijaribu kumchekelea. Believe me, don't. Mimi sijaitekelea mlevi. Mimi kwetu ni walevi wa pombe. My grandfather alikuwa mlevi wa pombe. Huyu mwingine naye alikuwa mlevi wa bangi. Na most of my cousins ni walevi wa pombe. Na wengine moja bangi. But believe me, heroin kwetu hakuna mtu anavutanga. Lakini niliintroduciwa heroin na bwana na nikajipata nimekuwa addict. Unatekelea neighbor yako. The moment uko too busy hapo ukitekelea your neighbor, mtoto wake anakaa. Ukipiga hizo masimu za kishetani, ukimjaza kila mahali ukisema mtoto wa nani ni junkie na madawa, anakaa. Utakuwa too busy ukimind business za wenyewe. Ukienda kutani hivi na kwa familia yako, unapata mtoto wako ashakuwa junkie ama mtoto wako ashakuwa junkie. May God have mercy on us. Juu mashida zingine zinatupatanga na ni mashida tunje avoid. Kitu ina happen juu addiction inasanga slow. Unajipata ushakuwa addict kabisa. Na siku za kwanza hakuna mtu anaambilikanga, "Oye, siwache drugs." Unaangalia hivi mtu anasema kwani navuta. Siwache drugs kwani navuta. Dakika ya mwisho wewe ndio unajianika juu umekonda, umekuwa mweusi. Unaona hiyo upe wangu? I was black. Juu kitu ya kwanza ukivuta stuff haukulangi vizuri. Najua kosa kukula vizuri, unaweza kaa hata 2 weeks without kwenda kwa choo. Na without kwenda kwa choo utafanya nini? Skin hutan, unakuwa black. Juu uchafu iko ndani yako, iko supposed kutoka. Lakini haitoki, iko ndani yako. So lazima change color. Lazima ukue bitter kila wakati. Juu hiyo tumbo ilage kulia na haiatangi kukuuma. Juu iko na chafu. Na hiyo choo yenyewe vile imekauka juu hata maji ya ukunywagi. Utakwenda kwa choo unaweza kaa 2 hours without kwenda kwa choo.
Na ile time utaenda utapasuka hiyo matako. Hata ukaa chini tena itakuwa ni stress. Kama unaendanga road, kuenda road na matako imepasuka itakuwa tena ni stress nyingine. Juu mote ungemiss, wengine hutia hau hado, itakuwa story nyingine. Hiyo ni life. Na ni life yenye tunapitianga day in day out. Inaweza kuwa si mtoto wako, inaweza kuwa it's not your brother or sister. Inaweza kuwa hata si nyinyi. Inaweza kuwa nyinyi wote Mungu amewahurumia mko soba, lakini usitekelea hata wa neighbor. Without judging, hebu piga magoti umombe. Just say a word. One ama mbili tu. Kuhusu huyo mtu unaona kivuta. Kuhusu huyo mtu unaona unatema mate, jua design yenye anakaa. Mimi sikuwa ika hivyo nikafikiria naweza kuwa junkie. I had a future. Mimi future yangu ili change in a span of life. Kuhiga maithogo kuhigura, nikajipata niko na life ingine. Na hii mashida yote ilianza. Yes, my dad was a drunkard. Yes, he was a prostitute. Lakini sikuwa ifikiria anaweza chagua mastarehe zake akose kunipeleka shule. Na hapo ndio nightmare yangu ilianzia. Nikajipata kitu ya kwanza si kwenda shule high school. Nikajipata ati nimeenda kufanya kazi ya course ya hairdressing. Mtu alikuwa anataka amalize form 4 aenda university asomee law. Nikaenda course ya hairdressing. Believe it or not, it was painful. Hata saizi inaniumanga. Mimi kuniambia nishuke mtu inakuanga pain haikai. Nikikuwa na stress imefika mahali ati nijipate nenda salon ukienda na naanzanga kulia before nitoke na uliza God, hii ni kazi gani Mungu? Story yangu iko ishia hapa. Change my story God, change my story God. Juu unaonanga mko sawa. Na unakaa hivi unadharau wenye hawana. Lakini believe it or not, shit happens. Kila kitu inaenda. Unajipata wenye ulikuwa unadharau. Juu kwa mara ya gima na sube. Unajipata ukienda kwa masaa ya sapa. Nigetha matiga ya gimeo na sube. Utaranirio na ciana cia mucio cio. That is what happens. And this is the life that we are living. Siku hizi mademu wanavuta staff kuliko hata machali. Mimi time nikianza kuvuta nilikuwa ni mimi peke yangu demu na huko kwetu. In fact watu huko walikuwa na machali majangi, walikuwa wananiita first lady. Yes. Unani jina ya maana hakuigina wete. Lakini unaitwa first lady juu ndio ulianza staff hiyo area yote. Hao wengine hawavutangi. Lakini saa hizi hakuna area haina staff. Gina Murang'a, gina Thika, gina Juja, gina Nyeri. Saizi hakuna mahali hakuna staff. Mpaka Garissa kuna staff. So before uchekelee mtoto wa mtu, hebu fikiria mara mbili. Just fikiria mara mbili. Ujiulize, yes na mchekelea. Wangu ni immune na hiyo kitu inatumika huko. Wangu wako si immune. No. Na the same God unaombea watoto wako is the same God our parents walikuwa wanatuombea. Tu kama mimi wangu nawaombeanga day in day out. I pray for my children. Lakini shida iko sanje kuwa hapenia juu na waombea. No. It still happens. Hata ikikuja yes inaweza kuja na ikose kukua strong vile ingekuwa. Lakini believe it or not, it still happens. It still happens. Usione ukiwa immune na addiction. Hakuna mtu ni immune. Mimi hata siwezi ona mwenzangu hachenjingi ni muongelele ama nimchekele. Hiyo ni kitu siwezi fanya. Sasa inaenda 6 years June. November 17 ndio nafikisha 6 years. Na ukijua aje nikihesabu hizi 6 years, hesabu zenye nilifanya methadone mwaka na miezi kadhaa. Mimi ninaenda karibu 8 years. Juu nilikunywa methadone mwaka karibu na nusu. But believe me, I'm always humble. I'm always humble. And I always pray for my sisters and brothers wenye wanatumia. Juu dakika ya kujipata umerudia na kuanga moja. Dakika ya kutani hivi upate mtoto wako anatumia inakuanga moja. Dakika ya kupata your sister ama your brother wenye unapenda wameanza kutumia inakuanga moja. Let us be humble. Let us pray for our neighbors and friends wenye wanatumia hizo vitu. Ukijuanga aje leo ni wajirani unachekelea, kesho ni wako atakuwa anachekelewa. And it happens. Na addiction haichaguangi. Tulikuwa tunakaa base na watoto wa MP na tunavuta nao. Na akilala kirago ukiekelea kirago hivi unalala na yeye hapo. Tulikuwa tunalala na watu wamesoma. Ameenda mpaka university for 5 years, ni daktari mzima. Lakini grao mnakaa na yeye. Mkikuliwa na chawa mkarehio nake. That is addiction. Inaitwa addiction. Hata kama umefika wapi. As long as wewe uko uhai, as long as wewe moyo, be humble. Juu kesho kutakuwa aje. Just be humble.